Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limekuwa na harakati hizi hasi kudai wanayoyadai wakati hawakuwahi kufanya hivi huko nyuma? Kwa mfano, tangu mwaka 2000 mashehe wamekuwa wakisekwa ndani hata pasi na kufunguliwa mashtaka kwa miaka kadhaa hadi wengine kufia gerezani. Je, ulipata kuwasikia TEC wakilaani au kuhamasisha maandamano? Mauaji ya wananchi kule Pemba, mbona maaskofu wa TEC sio tu hawakulaani bali pia walipongeza serikali ya wakati huo ya Mheshimiwa Benjamin William Mkapa? Kwa nini hawakutoa tafakari kama hiyo waliotoa hivi sasa? Mwaka 2017 aliyekuwa mbunge wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu aliwahi kupigwa risasi mchana kweupe mjini Dodoma. Mbona maaskofu wa TEC hawakulaani tukio lile? Wamesha kuuawa mashehe na hatujasikia kulaani hayo. Kuna nini sasa? Maaskofu wa TEC sasa wameingia rasmi katika mrengo wa siasa za upinzani nchini. Inafikirisha sana pale ambapo leo maaskofu wanaomba waje watu kutoka nje ya nchi ambao walitutawala na kutunyonya eti waje wafanye uchunguzi wa matukio yaliyotokea nchini na kufanya upatanisho. Watu hao ndio wanaotupa misaada kwa masharti yakiwemo ya kututaka turuhusu ushoga nchini. Huku ni kujipa utumwa katika nchi yetu. Hivi maaskofu hao wamewaona Watanzania wakiwemo wao hatuna uwezo wa kusuluhishana? Waislamu na Wakristo na wale wasiokuwa na dini na wenye kufuata mila zao za kiasili, sote tuna haki sawa katika nchi. 2014 kulikuwa na kashfa iliyojulikana kama kashfa ya Tegeta Escrow. Tegeta Escrow scandal iliyoitikisa taifa, ambapo mabilioni ya pesa yalihamishwa kutoka katika akaunti ya serikali ya mradi wa nishati kwenda katika akaunti za watu binafsi wakiwemo maaskofu wa kanisa Katoliki. Tena pesa hizo zilihamishwa kupitia benki ya kanisa Katoliki ijulikanayo kama Mkombozi Benki. Pamoja na yote hayo, wanakuja hadharani pasi na haya wala soni kudai wakiitacho haki na kusema bila haki hakuna amani, pamoja na mafundisho yao yanasisitiza amani na kupinga vita ukosefu wa amani. Hivi haki na amani, kipi kitangulizwe? Kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, amani ndiyo iliyopewa kipaumbele kuliko haki na kitu kingine chochote. Waislamu wakikutana usalimiana kwa kusema assalamu alaikum, yani amani iwe juu yenu, na mwenye kusalimiwa hujibu na amani iwe juu yenu pia. Nabii Ibrahim alayhi salam, amani iwe kwake, ambaye sote tunamwamini katika hizi dini, alipomaliza kujenga msikiti wa Maka aliomba dua akisema, ewe Mola wangu mlezi, ujalie mji huu uwe wa amani na uwaruzuku wakazi wake riziki kutoka mazao mbalimbali. Aya hii imo katika sura Al-Baqara namba 126. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, atakayeamka miongoni mwenu asubuhi na yuko salama na amani nyumbani kwake, mwenye afya njema na anamiliki mlo wa siku yake, hiyo ni kama amemilikishwa dunia. Hadithi hii imo katika sahihi At-Tirmidhi. Kuhusiana na mazungumzo, viashiria, maagizo ambayo kwa ujumla wake mengi tunayaona kwamba yanatolewa kupitia katika mitandao ya kijamii, ya kwamba watu wafanye maandamano tarehe 9 Disemba. Hilo sio agizo la serikali. Sisi kama Shura ya Maimamu Arusha
na kama Waislamu tuko chini ya mamlaka ya serikali, na huo ndio utaratibu wetu katika dini. Tutii mamlaka iliyopo baina yetu sisi. Ikiwa serikali itatangaza kwamba kuna maandamano ya amani, labda hapo sisi tutakuwa na hiari ya kwenda kwenye maandamano au kutokwenda kwenye maandamano, ikiwa serikali itatangaza hivyo. Lakini muda wa kuwa serikali haijatangaza hivyo, sisi Shura ya Maimamu na Waislamu kwa ujumla tunawaasa na kuwahimiza na kuwakataza Waislamu kutoshiriki maandamano ya aina yoyote. Na hata tukirejea katika utaratibu wa dini yetu ya Kiislamu, hatuna utaratibu wa maandamano ya hivyo sisi tuna taratibu za kidini na sheria. Kiongozi anapotoa jambo anatiiwa, anasikilizwa, na kama limekosewa au kiongozi amekosea jambo hilo, basi kuna utaratibu wa kumfuata na kumnasihi na kuomba mwongozo zaidi. Lakini hatuna utaratibu wa maandamano kama haya ambayo mwisho wa siku yanatupelekea katika kuharibu mali za watu na kuvunja shughuli za watu na kupelekea vifo na maangamio. Tunawaasa sana Uislamu usio kujihusisha na vitu kama hivi. Swali lako la kwanza kuhusiana na kauli ambazo zimetolewa na baadhi ya mashehe kwenye vyombo vya habari au kwenye mitandao ya kijamii. Dira yetu sisi viongozi wa dini ya Kiislamu haswa tunarudi kwenye kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo imetupa dira na mwongozo. Amesema Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana, lingania katika njia ya Mola wako kwa kutumia hekima na mawaidha ambayo ni mazuri. Wazungumzaji wanatofautiana katika uelewa wao na namna ya kufikisha. Kwa hivyo kauli iliyozungumzwa na moja miongoni mwa wazungumzaji ya kuzungumza swala la kwamba kukata vichwa, hii si kauli salama. Na hata katika utaratibu na miongozo aliyotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masuala mazima ya kipindi cha nyuma, wakati Mtume akipigana jihadi, pia kulikuwa na taratibu maalum za kufuatwa: kufikisha ujumbe kwa wale ambao hawakuwa Waislamu kipindi hicho ili waweze kuamini, na kama hawajakubali kuamini basi walikuwa wanalipa jizya ambayo ni kodi ili waweze kukaa katika miji ya Kiislamu kwa ulinzi na usalama na amani. Haijatokea hata siku moja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumjeruhi mtu wala kumwaga damu yake. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo mengine, hii inatokana pia na jazba na mihemuko ambayo kwa wakati mwingine inakuwa haijengi pia.